Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, Dr. Alex Ernest, amesema kwamba katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na ongezeko la wagonjwa wa saratani mbalimbali pamoja na tezi dume, ambapo kwa mara ya kwanza hospitali hiyo imeanza kutibu ugonjwa huo, ambapo vipimo vyake vilikuwa vikipatikana Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa kukabidhiwa vifaa tiba vya kemikali vyenye thamani ya shilingi milioni 55 ikiwa ni sehemu ya uungwaji mkono wa kuanzishwa kwa huduma hiyo, amesema kwamba awali wananchi walikuwa wanateseka kutokana na kukosekana kwa huduma hiyo. Katika siku za karibuni kumekuwa na ongezeko sana la wagonjwa ambao wana changamoto ya saratani mbalimbali, shingo ya uzazi, saratani ya maziwa, saratani za mapafu, saratani za kibofu cha mkojo, pamoja na tezi dume. Ongezeko hili limechagizwa na uwezo mkubwa ambao umekuwepo sasa katika nchi yetu katika utambuzi wa magonjwa hasa ya saratani. Kwa hiyo tumekuwa na uwezo wa kutambua saratani hizi mapema, na kwa utambuzi huo basi tunapaswa pia kuanza kutoa matibabu haya kwa haraka ili tuweze kuokoa maisha ya watu wetu, kama ambavyo kauli iliyopo kwenye bango letu inavyosema kwamba saratani ikigunduliwa na kutibiwa mapema inatibika, na huo ndio ukweli halisi. Sasa changamoto kubwa ya Wanaarusha ilikuwa ni kuifuata huduma ya saratani. Baada ya utambuzi, huduma ya saratani ilikuwa inapatikana maeneo ya mbali, iliwalazimu wananchi aidha waende Dar es Salaam, Ocean Road, Muhimbili, au kuelekea katika hospitali yetu ya kanda KCMC. Sasa hii ni gharama kubwa kwa wananchi, na wale ambao walikuwa hawana uwezo basi walijikuta saratani ikiendelea kuwashambulia na kufikia hatua ambayo hawawezi kupata uponyaji isipokuwa ni matibabu saidizi. Kwa kutambua hilo sasa, mkoa uliweka juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba tunapata jengo, na ningependa kuipongeza ofisi ya mbunge, lakini pia ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kulisimamia swala hili, ikiwemo kuhakikisha kwamba tunampata mfadhili ambaye ametusaidia katika ujenzi na kuweka huduma hizi karibu na wananchi. Watu wetu ambao tutafanya nao kazi ikiwemo Mount Meru, na pia tunafanya kazi na Ocean Road, Bugando, KCMC, Amana ya Magana, na Benjamin Mkapa. So tulipofika hapa tukashukuru kwamba tulikuta wafadhili wamejenga jengo zuri kabisa la kisasa, na sisi tukasema basi sisi tutali-equip ili huduma hizi za saratani ziweze kuanza. Mradi huu sasa pia umefadhiliwa na hao AFD, lakini tumeongezea mfadhili mwingine anaitwa Gates Foundation. Yeye yuko kwenye eneo la chanjo za human papilloma. Human papilloma virus ni kirusi ambacho kinasababisha saratani ya mlango wa kizazi kwa mabinti. Tunawachanja mabinti wa miaka 9, na wao appetite yao kubwa ni hiyo HPV vaccination. Kwa hiyo tunafanya kazi na Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya Elimu, lakini pia ufadhili huu sisi kama Aga Khan tumefanya co-finance. Kwa hiyo Aga Khan Foundation pia wameongeza. Ufadhili huu ni wa euro milioni 10.2, lakini hizo ni kwa mikoa yote pamoja na Kenya. Katibu tawala wa wilaya ya Arusha ameshukuru huduma hiyo kuletwa mkoani Arusha na kusema kwamba itasaidia kwa kiwango kikubwa wananchi. Kikubwa zaidi, kumshukuru sana kiongozi wetu wa nchi na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwa mahusiano anayoyafanya yeye na utulivu wa nchi yetu na mikoa yetu yote, ndio maana tunafanya sisi matukio haya.
Kwingineko huko ambako hakuna utulivu, huwezi kukuta watu wamekaa hivi wanazindua jambo. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru kiongozi wetu kwa kazi kubwa ya kuhakikisha taifa letu liko salama, na tunaendelea na shughuli zetu zile ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia kwa utulivu bila wasiwasi. Lakini pia tumshukuru kwa mahusiano yake mazuri aliyoyaweka baina ya serikali na taasisi zisizo za kiserikali na za kimataifa na watu binafsi pia. Ndio maana hapa tunaambiwa jengo hili limejengwa na mtu binafsi, lakini vifaa ambavyo viko ndani vimeletwa na wafadhili tofauti tofauti, akiwemo pia huyo mtu binafsi ambaye amejenga. Sasa haya watu wa Masai wenzangu wanasema they don't come from the blue. Hayatokei tu, yani hayadondoki kutoka hewani. Haya ni mahusiano yanatengenezwa baina ya serikali na watu binafsi na taasisi na mashirika binafsi. Wakishakuwa na imani na kazi inayofanywa na serikali, basi wanawiwa ama wanaona wanao wajibu wa kuiunga mkono serikali kwenye kuwahudumia wananchi.